بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله، hawakatazeni nyinyi Mwenyezi Mungu, anil ladhina lam yuqatilukum fi ddin, kuhusu wale ambao hawakuwapigeni vita nyinyi katika dini, walam yukhrijukum min diyarikum, na wala hawakuwatoeni nyinyi kutoka katika majumba yenu, an tabarruhum, kuwatendea wema, wa tuqsitu ilaihim, na kuwafanyia uadilifu. Inna Allaha yuhibbul muqsitin, hakika Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kufanya uadilifu. Aya hii iliyopo katika Suratul Mumtahina aya ya 5, naomba ituongoze kwenye muhadhara wetu wa leo, ambao ni muhadhara wa 25 katika mlolongo wa mihadharati ya mwezi mtukufu wa Muharramul Haram wa mwaka mpya wa Kiislamu wa 1448 Hijria, ambapo kauli mbiu yetu ya mwaka huu wa Kiislamu na kauli mbiu yetu ya Muharram ilikuwa ni Ashura, njia ya uhuru wa kifikra. Na kauli mbiu hiyo ilikuwa ni sababu ya kutengeneza maudhui au ya kutengeneza mada tuliyoiita uhalisia wa ushia, hawiyatu tashayyu. Hawa mashia ni akina nani? Hawa mashia waliozusha gumzo duniani ni akina nani watu hawa? Je, ni Waislamu? Na kama ni Waislamu, je, wanavyo vigezo vya Uislamu wao?
katika vigezo na nyenzo na mihimili na misingi ya Uislamu ni kutamka shahada mbili na kuswali swala 5 na kuhiji na kutoa zaka na kufunga Ramadhani na kumwamini Mungu mmoja, kuamini malaika, kuviamini vitabu vyake, mitume wake, kuiamini siku ya mwisho, kuamini mipango ya Mungu. Hao mashia ni akina nani? Lakini tukawapata mashia vigezo hivyo vyote wao wako navyo. Sasa kwa muntalaki huo, na kwa kuwa mashia vigezo hivyo vyote wako navyo, ina maana hatuna shaka na Uislamu wa mashia. Na kwa itikadi za Waislamu na kwa itikadi za wasomi wa Kiislamu, na nikisema wasomi wa Kiislamu sikusudii hawa wanaokwenda Google kutafuta fatwa. Nikisema wasomi wa Kiislamu ni wale wanaoweza kuisoma Qur'an, kuzisoma sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alafu wakasema hapa Mungu amekusudia hivi, Mtume amekusudia hivi. Wasomi hao wamekubaliana kwamba aliyekuwa na nguzo hizi 5 na akawa na nguzo hizi 6 akachanganya kati ya Uislamu na imani, huyo ni Muislamu. Yale yote anayostahiki kufanyiwa Muislamu lazima afanyiwe. Na ndiyo maana Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadithi aliyoitoa al-Imamu al-Bukhari kwenye kitabu chake maarufu cha Sahihu al-Bukhari, lakini vile vile al-Imamu Muslim katika sahihu yake, Sahihu Muslim, wananakili hadithi al-Imam al-Bukhari anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, faqala al-qawm ma lahu فقال النبي ارب ماله، فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا أولا، وتقيم الصلاة ثانيا، وتؤتي الزكاة ثالثا، وتصل الرحم. قال كأنه كان على راحلته. حديثي ndani ya kitabu kinachoitwa kitabu sahihi zaidi baada ya Qur'ani, Sahihu al-Bukhari, juzuu ya 2 ukurasa wa 13, mlango babu wujubi zaka, kilichochapishwa
kwenye matbaa au chapa inayoitwa Daru Ihyai Turath. Bwana mmoja alikuja akamwambia Mtume, hebu nipe habari, nikitaka niende peponi nifanye matendo gani? Masahaba wakaanza kumwambia, mala ana nini huyo, anataka nini huyo? Mtume kama achaneni naye. Akamwambia, ukitaka matendo ya kukupeleka peponi, haya hapa. La kwanza, muabudu Mungu, usimshirikishi. La pili, simamisha swala. La tatu, toa zaka. La nne, unga undugu. Unga undugu. Tunapata wapi sisi kibali cha kuwakufurisha watu kwa sababu ya rai zao na fikra zao? Tunapata wapi kibali cha kusema huyu ni kafiri kwa sababu huyu ana wasiwasi na mtu fulani, hajakinaika na mtu fulani? Na wewe aliyekupa kibali ya kwamba watu wote duniani wakinaike na mtu fulani ni nani? Yani aya hiyo umeipata wapi wewe ya kwamba watu wote duniani wampende mtu fulani? Ndio Uislamu anaufunza Mtume, ad-dinu yusrun. Kumbe dini ya Mungu ni nyepesi, sio ngumu hivyo mnavyoiona nyinyi. Ad-dinu yusrun. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni aljanna, nipe habari, hebu nieleze ibada ambayo itanipeleka peponi. Ibada jamani, sijui Kiarabu kinaeleweka au akina Mwachanza wajua Kiarabu. Akhbirni, nipe habari, ni ibada gani nikiitenda ninakwenda peponi? Watu wakaanza kumwambia, mala ana nini huyu, ana nini? Wanamuuliza Mtume bwana. Mtume tulieni. Mtume akamwambia, jambo la kwanza, ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a, muabudu Mungu mmoja, usimshirikishe na chochote. La pili, tuqimu sala, hakikisha unaswali swala tano. La tatu, tuti zaka, unatoa zaka, hakikisha taswilu rahim, unaunga undugu, hakikisha unaunga ndugu. Sasa angalia hadithi hiyo hiyo katika Sahihu Muslim, mlango man laqiya Allah bil iman wa huwa ghayru shakin fi dakhala al janna wa hurrima ala an-nar. Imam Muslim kwenye kitabu chake ameweka mlango hauita hivi, babu man laqiya Allah bil iman, mlango wa mtu anayekutana na Mungu hali ya kuwa ni mu'min, wa huwa ghayru shakin fi, na yeye hana shaka na Mungu mmoja, dakhala aljanna wa hurrima ala an-nar, ataingia peponi na moto kwake ni haramu. Tabaan, tuwapende maswahaba kwa sababu ni watu walikuwepo kipindi cha Mtume, kama tunavyopenda babu zetu na kujifaharisha nao, lakini tusiwakufurishe watu kwa sababu wamesema tu kwamba si maswahaba wote ni waadilifu.
ikawa hiyo nongwa ya kuwatoa watu wenye imani katika dini. La, si ilmu, haiendi hivyo. Tusiwatoe watu katika dini kwa sababu wanazungumza aliyoyafanywa swahaba wa Mtume, mtu aliyekuwepo kipindi cha Mtume. Hawakufurishi watu kwa hilo. Lakini la mwisho, naomba salawatu kwanza kabla ya kulisema. La mwisho, tatizo la Waislamu. Waislamu ni wepesi kumtoa mtu kwenye Uislamu, si wepesi kumwingiza mtu kwenye Uislamu. Yani, kwa nini tuwe wepesi kuwatoa watu kwenye Uislamu? Huyu si Muislamu, anapiga dufu, si Muislamu, anakula pilau ya maulidi, si Muislamu. Kwa nini tusio wepesi kuwaleta watu kwenye Uislamu? Angalia Mayahudi, Mungu asiwarehemu. Mayahudi wao katika siasa yao, wao ni kuwaleta watu kwao, sio kuwatoa watu. Yani siasa ya Mayahudi, Sheikh Juma, ni Mayahudi kuwaleta watu kwao. Ukenda huko Tel Aviv ukaoa mwanamke wa Kiyahudi huko, alafu ukazaa naye, huyu mwanamke ni Myahudi. Sio mzalamu Sheikh, huyu mwanamke ni Myahudi. Wameleta ndege yao Ethiopia miaka ya juzi hapo, wakawachukua mafalasha wakawabeba, kwa sababu mafalasha ni Mayahudi weusi, wakawabeba. Juzi hapa kwenye vita wakawabeba Wahindi. Wahindi wanasema hawa ni Mayahudi, wakawabeba. Na kuna baadhi ya makabila hapa Tanzania yanadai ni makabila ya Kiyahudi, yatakuja kuchukuliwa kesho, yapelekwe Tel Aviv. Sijui watakuwa Wazaramu au sijui watakuwa Wanyamwezi, watapelekwa Tel Aviv. Sasa wenzetu Mayahudi wamekuwa wepesi. Mayahudi wamekuwa wepesi kuwafanyaje? Kuwaingiza watu kwenye Uyahudi, kuwaleta watu. Ni fahari kwao kuwa wengi. Sisi Waislamu ni fahari wetu kuwatoa watu, huyu kafiri, yule kafiri, yule kafiri. Mwisho wa yote tumebakia dhaifu, hatuna nguvu, hatujiwezi. Hatujiwezi. Hata hija ya watu 2.5 milioni hatuwezi kuwalinda. Hivi mnazo habari? Yani Waislamu hawawezi kuwalinda mahujaji 2.5 milioni. Inna lillahi. Kwa nini? Kwa sababu misingi iliyowekwa ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bwana Mtume kana yajma wala yufarriq, yalikuwa anakusanya, hafarikishi watu, hafukuzi, analeta watu. Si leo tunafukuza watu. Kwa mukaddima huo nimeeleweka kwamba aliyekuwa na nguzo 5 za Uislamu, aliyekuwa na imani ya nguzo 6 za imani, huyo ni Muislamu, hakufurishwi na jingine lolote. Na maswahaba tuwapendeni, ndiyo sawa sawa, lakini akitokea mtu anataalika, anatasabulati, hatolewi kwenye Uislamu baada ya kuwa na nguzo hizo.
baada ya kuwa na vigezo hivyo? Kwa sababu hivi vitabu vingeandika arkanul islami sittatun, ya sita ni hubu sahaba, ni kuwapenda masahaba wa taqdisu sahaba. Wangeandika wazi wazi wakatuambia arkanul imani sab'atun, nguzo za imani ni saba, ya saba ni hubu sahaba wa taqdisu sahaba wa ihtiramu sahaba, ni kuwaheshimu masahaba. Hakuna nguzo hizo. Kwa nini tukufurishane na tutoane katika Uislamu? Umoja ni nguvu na utengano ndio uliotufikisha hapa tulipofika leo. Baada ya utangulizi wangu huo, sasa naomba nije moja kwa moja kwenye maudhui yetu ya leo, ambayo nayo tutakuwa na nukta 5. Maudhui yetu ya leo ni usuni na ufursi. Usuni na ufursi. Jana tumezungumzia ushia na ufursi. Je, ni kweli ushia umeathirika au umeathiriwa ni Uirani? Je, ni kweli ushia ni ufursi, ni Uirani? Sasa leo nataka nikuzungumzie usuni na Uirani, usuni na ufursi. Nitakuwa na nukta 5. Nukta ya kwanza ni uhalisia wa wakazi wa Irani. Uhalisia wa wakazi wa Irani. Je, wakazi wa Irani kiuhalisia ni masuni au ni mashia? Katika nukta hiyo naomba turudi kwenye vitabu vya historia. Ukirudi kwenye vitabu vya historia, kabla ya Irani kufunguliwa, yani kabla ya Waislamu kwenda kupigana na Wafursi na kuwaingiza katika Uislamu, lakini kipindi hichi, kutoka kipindi cha khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab mpaka kufikia kipindi cha al-Imam Ali, ilikuwa miji hii inapofanyiwa fathi, ufunguzi, baadhi ya wanajeshi waliokwenda kufungua au kupigana wanabakia katika maeneo yale, na baadhi ya hawa waliokuwa wanakwenda kupigana jihad na kufanya fathi walikuwa ni mashia. Walienea wakawa wanaishi. Na kipindi cha utawala wa Ziyad ibn Abi Kufa, moja ya mikakati ya Ziyad ibn Abi, gavana wa Muawiya ibn Abi Sufyan, ilikuwa ni kuhakikisha ushia unapotea Iraki. Yani moja katika mikakati yake ni kuhakikisha Iraki au kwenye mji wa Kufa, wakati huo ndio mji mkubwa, hakuna Shia. Moja katika mbinu zake ilikuwa ni kuwafukuza mashia kwenye mji wa Iraki au kwenye mji wa Kufa. Akawahamisha watu 50,000 Ziyad ibn Abi
mtoto aliyezaliwa nje ya ndoa ni baba yake Muawiya. Chambanga mkono bali ngarugovya. Ziyadu ibnu Abi, mtoto wa nje ya ndoa wa baba yake Muawiya, sahaba wa Mtume. Sijui inaeleweka? Uzuri darasa yangu hii wanahudhuria ni wenye ilmu, wanahudhuria kikao changu hiki, hawahudhurii wajinga. Na uzuri wanaonifuatilia kwenye mitandao wanafuatiliwa ni watu wenye ilmu na watu wenye akili, sifuatilii na watu wajinga. Katika mambo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba nazungumza na wenye akili na wenye ilmu, sizungumzi na wajinga. Muawiya ibn Abi Sufyan alikuwa na kaka yake wa nje ya ndoa, wa nje ya ndoa aliyezaliwa ni Muawiya ibn Abi Sufyan. Baba yake ni Abu Sufyan, mtoto wa nje ya ndoa. Hiyo nje ya ndoa sio muhimu kwangu, lakini muhimu kwangu ni nini? Ni Muawiya, sahaba wa Mtume, kwenda kumkiri mtoto wa zinaa kwamba ni mtoto wa baba. Uchiambiwa garupiga mtu sikutota. Nukta yetu ya mwisho, naomba nimalizie na maneno ya al-Imam Abu Muhammad Ali ibn al-Husayn Zainul Abidin wa Sayyidu Sajidin Ali ibn al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi. Bwana mkubwa huyu alikuwa akisoma haya maneno ya Mungu yanayosema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ittaqullah, mcheni Mungu, wa kunu ma'as sadiqin, na kuweni pamoja na wenye kusema kweli. Al-Imam Sajjad alikuwa akiomba, akisoma dua hii, akisoma aya hii, anamuomba Mungu kwa dua ndefu, ambayo dua hiyo Sajjad anamuomba Mungu awe pamoja na gurupu la wanaoitwa wa kweli. Alafu anaelezea matatizo yaliyozuka duniani, anakwenda mwenyewe mpaka anasema watu wengine walikwenda kuhusu Ahlul Baiti wakaacha kutambua haki zetu, wakaacha kutambua haki zetu, wakazitafsiri aya zinazotatiza ndani ya Qur'ani na zile hadithi zinazozungumzia nafasi ya Ahlul Bait, kwamba baada ya Mtume ndiyo warithi wa kiti cha Mtume, ndiyo wafuatwe baada ya Mtume, wala si fulani wala si fulani. Mwisho imamu analia, anasema watu wamkimbilie nani? Huyu anasema mimi niko sahihi, yule anasema mimi niko sahihi, na Mungu anasema ndani ya Qur'an, wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, na wala msiwe kama wale ambao wamefarikiana wakakhtalifiana baada ya kujiliwa wao ni ubainifu. Imamu anasema famanil mawthuqu bihi ala iblaghi hujja, nani wa kumtegemea, nani yuko sawa? Huyu anasema Mtume alikuwa na swali hivi, huyu anasema Mtume alikuwa na, sasa tumfuate nani? Huyu anasema qala Rasulullah, huyu anasema qala Rasulullah.
Rasulullah, fisi ni halali. Huyu anasema qala Rasulullah, fisi ni haramu, tumfuate nani? Huyu anasema qala Rasulullah, السرطان. شو السرطان بالسواحلية؟ كا. Huyu anasema kaa ni haramu, huyu anasema kaa ni tumfuate nani sasa? Huyu ni swahaba anasema qala Rasulullah, huyu ni swahaba anasema, sasa tumfuate nani? Huyu anasema ndevu huyu anasema ndevu ni lazima na ukizinyoa wewe ni fasik. Huyu anasema ndevu ni sunna. Huyu anasema ndevu la unaweza ukanyoa tu bwana. Sasa tumfuate nani? Imamu alikuwa analia, mani almawthuq bihi ala iblaghi alhujja. Nisikilize sasa. Imamu anasema wa kuweza kuchukua sasa na kisawasawa ni watu ambao ni aadadul kitab. Allahumma salli ala Muhammad. Ni wale watu ambao Mtume alisema hawa wako sawa na Qur'ani, lam yaftariqa hatta yarida alayya alhawd. Hawa wako sawa na Qur'ani, ahlul bait, inni tarikum fikum athiqlaini, na waachilieni vizito viwili. Wazaramu mwambiweje nyinyi msikie? Na waachilieni vizito viwili, kitaballahi, kitabu cha Mungu, wa itrati idil, adil, mtu na ndugu yake, lan yaftariqa, lan yaftariqa, sio yaftariqani kichwa, lan yaftariqa, hivyo viwili haviachani, Qur'ani na ahlul baiti. Al-Imam Sajjadi anasema pakukimbilia ni hapo. Ni swalije? Yule anasema mguu unapakwa, yule anasema mguu unafanya, pakukimbilia ni hapo. Kimbilieni hao, waulizeni ahlul baiti wanafanyaje kwenye mguu, wanaosha wanapaka, fuateni hapo. Wanasemaje kuhusu kaa? Saratani ni haramu ni halali, fuateni hapo. Wanasemaje kuhusu fisi? Fisi wale watu wa Dodoma wanajua fisi vizuri, hususan kondoa. Juzi ilisuka kwenye mtandao hapa ishu kubwa, sunna kula fisi. Bila yale hema na vipi nyinyi, sunna kula fisi hivi? Yule fisi kule porini analiwa kweli? Yaani wale wanyama pori wanakula fisi? Simba anakula fisi? Cheki zimesuka riwaya juzi hapa, tukapigiwa picha mpaka kuna mtu amechinja fisi anakula fisi. Uislamu unakula fisi? Angalia Uislamu walivyowezwa, ni makafiri. Wana discussion ya kuhusu kula fisi. Discussion ya nini? Ya kula fisi. Je, fisi ni sunna kula nyama yake au si sunna? Fisi. Maelfu ya watoto wa Kiislamu wanauawa Palestina, wao wana discuss kuhusu kula fisi. Akina mama wa Kisuni Palestina wanauawa wasiokuwa na hatia, wao kwenye mitandao wanafanya discussion ya nzi. Je, nzi akiingia kwenye chai umtumbukize wote au umtoe? Nzi ummatun maghluba
umma ulioshindwa, ummatun fashilatun, umma uliofeli. Na lazima umma ufeli shekhe. Umma wowote ambao hauna baba lazima ufeli. Na hawana baba, waislamu baba yao nani? Alafu ni wao wanatufundisha kwamba, wanatuambia lazima uwe na shekhe. Mtu ambaye hana shekhe fa shekhuhu mshaitani. Mtu ambaye hana shekhe, lazima uwe na shekhe. Kama huna shekhe, shekhe wako ni shetani. Na lazima uwe na uradi. Huo uradi lazima upewe shekhe. Kama huna uradi, nasema wa kurudi ni kwa hawa watu ambao Mungu amewataja pamoja na kitabu na ndiyo taa ya mwongozo. Mungu amesema hawa ndiyo mahoja wangu, alafu mwenyewe anasema Imamu, naomba niseme Kiarabu haya maneno, walam yada'i al-khalqi suda min ghairi hujja. Na mtume hakuondoka duniani bila kuacha kiongozi. Hal taarifuna, je mawaiua? Je mawaiua? Sayyid Darusa anasema mawaiua. Naomba salawatu kwa hiyo. Hal taarifuna, je mawaiua? Au mnaweza kuwapata wowote? Hawa mwezi kuwapata wala kuwajua, isipokuwa ni yale matawi ya mti uliobarikiwa na makombo ya wale watu ambao adhhaba Allahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Waftarada Allahu mawaddatahum fi kitab, na akafaridhisha lazima wapendwe ndani ya Qur'ani. Faqal qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fi alqurba. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin ma'a as-salawati 3 marrat ala hubbi az-zahra bi a'la aswatikum.